isipokuwa Mungu mwenyewe. Hakuna kingine ambacho kilikuwepo. Sisi pamoja na ulimwengu, hakuna chochote ambacho kilikuwepo isipokuwa Mungu mwenyewe. Yeye ndiye ambaye anasema aliumba mbingu na nini jamani? Mbingu na nchi. Kitabu vingine, matoleo mengine anasema aliumba mbingu na dunia. Ile nchi anasema dunia aliumba yeye. Na baada ya hapo, baada ya mbingu na nchi kuumbwa, akaanza kutamka. Wale ambao tunasoma vizuri yale makesha ya asubuhi, utagundua anaeleza kabisa, na juma hili leo jana anazungumzia habari ya uumbaji. Anaeleza jinsi ambavyo kwa maneno ya Mungu dunia hii ilifanyika. Kwa maneno tu ya Mungu. Anasema nguvu ya Mungu katika uumbaji. Kwa hiyo akawa anatamka, vitu vyote vinakuwa. Siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano. Ukisoma Mwanzo hapo 1, 3, 4, 5 ukiendelea unakutana na hilo. Ya sita, ambapo mimi mwanadamu na wewe, ndio siku ambayo Mungu alifanya. Hiyo si tu alitamka, alifanya. Ndio maana anasema, Zaburi anasema Daudi ya kwamba anakwambia kwamba sisi, anasema tumeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Sisi ni kazi ya mikono yake, maana alitufanya, alitufinyana. Na hivyo kila siku itwayo wewe, Biblia wanatumia neno yom kwa maana ya siku halisi moja. Kila siku Mungu alifanya nini? Kila siku Mungu alifanya nini? Biblia inasema, unaposoma Mwanzo mstari ule wa 2, baada tu ya mwanadamu kuwa amefanya ile siku ya sita, siku ya saba ilipofika, Mwanzo sura ya 2, anasema mstari ule wa kwanza, anasema basi mbingu na nchi zikakamilika na jeshi lake lote, na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya, akastarehe siku ya saba, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akaibarikia siku ya saba, akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Hivyo ndivyo vizazi vya mbingu na nchi vilivyo. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Nini kinamaanisha? Kila siku katika siku sita ndani ya juma, ukiondoa ya saba, kila siku Mungu yuko kazini kubariki kazi. Jamani, Bwana asifiwe. Kila siku, yaani baada ya sabato hii, tunapoingia siku ya kwanza ya juma linaloanza, kila siku ambazo kwa kalenda hii iliyokuja baadaye, Gregori kalenda hii iliyokuja baadaye, ambayo ni tofauti na kalenda ile ya Kiebrania, ambayo kwa kalenda ya Kiebrania kila mwezi una siku tu 30 ambazo kwa mwaka unazunguka mzima ambao una nyuzi 360 kwa kalenda ya Kiebrania. Lakini kwa kalenda hii ya Gregori, hii kalenda tulio nayo ya mwaka 1892, utaiona ile inavyokwenda ni kwamba siku nyingine kama mwezi wa pili unakuwa na siku 28, 29, mwingine 31. Ndio maana inakuja kutengeneza 360 na 360 inaenda na robo na sehemu. Ni kwa sababu ya hii. Lakini mduara kwa nyuzi zake 360 ndivyo kalenda ya Kiebrania ambayo muasisi wake ni Mungu ilivyo. Sasa kwa kalenda hii inaitaja kwamba unapotaja Jumapili, Jumatatu, Jumanne, inasema hivi ili mnielewe kwamba kila siku katika siku sita zile za kazi, Mungu yuko kazini pamoja nasi akibariki kazi zetu. Uwe mfanya biashara pale sokoni, katika siku sita Mungu yuko akibariki kazi yako. Iwe mkulima pale shambani, pale bustani, Mungu yuko nawe akibariki hiyo kazi.
uwe mwajiriwa wa serikali, pale ofisini, pale kwenye kampuni, Mungu yupo akibariki kazi zako. Uwe fundi ujenzi kwa namna yoyote ile, katika siku 6 ambazo Bwana alisema yuko kazini akibariki kazi za mikono yako. Isipokuwa tu siku ya 7. Siku ya 7 hayupo kazini. Hayupo kazini. Kwa hiyo nikienda kazini, nijue nimeenda bila